Katibu mtendaji wa Baraza la Sanaa Zanzibar, Juma Chumjuma, amesema kuwa anafarijika sana na huduma bora wanayopatiwa wasanii mahospitalini wakati wanapokutwa na tatizo la kiafya. Amesema hayo wakati alipomtembelea msanii Steven katika hospitali ya wilaya ya Itimai. Tumeungana na wasanii pamoja na maafisa mbalimbali kuja kumjulia hali. Namshukuru Mungu kwamba hali yake inaendelea vizuri. Tuwapongeze sana madaktari wa hospitali hii ya Itimai hapa Zanzibar kwa uzalendo wa kumhudumia mwenzetu huyu, kwa uzalendo lakini pia kwa umahiri na umakini mkubwa. Mwenyewe ametuambia huduma alizozipata kwa kweli zinaridhisha na zimemsababisha yeye kupata afueni ya haraka. Lakini kwa ujumla niseme kwamba wasanii wetu wanafarijika hasa pale ambapo wanakuwa wanapata changamoto za hapa na pale wanapofika katika maeneo ya hospitali zetu mbalimbali. Huduma ambayo wanapatiwa imekuwa ni ya mfano kwa sababu inawarejesha katika hali ya kawaida kwa muda wa haraka zaidi. Kwa kweli wanaimarika na baadaye inakuwa ni sababu wao kurudi katika maisha yao ya kawaida wakifanya shughuli zao za sanaa hapa nyumbani. Lakini pongezi kabisa kwa Mheshimiwa Rais kwa sababu huduma za afya katika nchi yetu ya Zanzibar kwa kweli zimeimarika. Vijana hawa wanajivunia wanapokwenda katika hospitali jinsi wanavyopatiwa zile huduma, maana yake nasema ni jambo la ajabu. Kwa wamekuwa na matumaini sana na serikali hii ya awamu ya 8 katika kuboresha miundombinu, huduma, lakini pia wataalamu, vifaa, madawa katika maeneo mbalimbali ya hospitali. Tunasimamia shughuli za sanaa, tunajivunia kwa sababu wasanii wanapopata changamoto za kuumwa, kupata ajali, na sisi tunakuwa haraka zaidi kufika kuona kwamba labda tuweze kusukuma lakini kumbe tukifika watu wamesha hudumiwa. Kwa hiyo tunahisi ni jambo zuri na ni jambo la kupongezwa katika awamu hii ya 8. Naye mwongozaji wa filamu nchini Zanzibar, Steven, anaelezea jinsi alivyopata tatizo hilo na kupatiwa huduma za upasuaji kwa haraka mara tu baada alipofika hospitalini hapo. Ugonjwa wa ngiri kwa Kiswahili ni ugonjwa ambao watu wengine wanazaliwa nao, wengine wanakuja kupata ukubwani kwa kuweza kubeba vitu vizito au kufanya kazi ngumu, lakini mimi kwa bahati sio nzuri ambaye lakini mimi nilizaliwa nao toka niko mdogo. Nilipata changamoto ya kuwa na hiyo hali ya kuweza kuwa na kwenye tumbo ukuta ukiwa mwepesi panakuwa na tundu ndogo ambayo inapitisha utumbo mdogo. Kwa hiyo ndio hiyo hali inaweza utumbo ukiwa mwepesi, kwa hiyo inaweza kupitisha huo utumbo. Kwa hiyo kupitisha utumbo inakupa sasa unakuwa haupo comfortable, maana yake unaweza kupata uvimbe, mara unaingia ndani unarudi. Hiyo hali ilikuwa imenitokea kwa sababu toka niko mdogo mpaka nimetimiza miaka 29 sasa hivi. Baada ya kuwa wiki 3 nyuma nilianza kupata dalili za kuona kwamba hali yangu kutokuwa nzuri, lakini kawa naona tu kama kawaida kwa sababu nyuma ilikuwa inanitokea. Natumia dawa na kaa sawa, natumia dawa na kaa sawa. Lakini siku ya jana kidogo ilikuwa changamoto. Ndio maana nimekuja hapa, nilifikishwa usiku wa saa 6 usiku, nilifikishwa hapo usiku wa jana hapa Itimai Hospital. Namshukuru Mwenyezi Mungu nilifika na daktari pia alionyesha ushirikiano wa kuweza kunisaidia na kuweza kunifanyia upasuaji muda huo currently. Nimefika na tatizo lakini bado kanishughulikia, na namshukuru Mwenyezi Mungu. Ni operation ambayo ilidumu kwa saa 1 tu. Kwa baada ya saa 1 namshukuru Mwenyezi Mungu nilikaa vizuri na nimekuwa niko safi kabisa. Namshukuru sana pia Mheshimiwa Rais kuwezesha katika nchi hii kuweza kuona huduma hizi za hospital kuwa rahisi zaidi, na nimependa pia utaratibu uko very professional. Yani nimevutiwa, yani unakwenda unafanya usajili, unapata kipande, kila kitu kiko online, mnapata kila kitu kipo kwenye njia ya mtandao. Kwa kitu ambacho naweza kusema ni kitu kizuri na kitu ambacho naweza kusema kwamba ni tuna imani nayo, na namshukuru Mwenyezi Mungu kwa mbele zaidi ninapokwenda tutategemea mazuri zaidi. Nao wasanii wa kizazi kipya Zanzibar wamesema kuwa ni utamaduni wao kutembeleana pilipo mmoja wao anapokumbwa na tatizo la aina yoyote. Ndio kumwangalia msanii mwenzangu katika industry ya filamu Steve Lino, na amepata tatizo kidogo la kiafya, na ni tamaduni yetu kwa wasanii wenzetu kuwatembelea. Na leo nilikuwa nimetembelea Baraza la Sanaa, lakini nikakuta na taarifa hii ambayo alinipatia katibu kwamba kuna msanii mwenzetu anaumwa, lakini nyuma huko hata mimi nishakupata matatizo nikaumwa, na wasanii wenzangu na viongozi marafiki walikuja kuniangalia. Nashukuru nimekuta yuko katika hali nzuri kwa sasa, lakini pia nishukuru serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar kwamba ina huduma nzuri ambazo wanazipata watu wa kila aina ambao wanafika katika hospitali hizi. Niko hapa katika hospitali ya Itimai, nimekuja kumwangalia msanii mwenzangu
ambaye alipata na matatizo jana, na tumefika hapa, nashukuru tumemwona anaendelea vizuri, amepata huduma nzuri kutokana na maelezo yake, na pia sisi baada ya kufika hapa tumeona mapokezi na jinsi anavyoendelea. Kwa hiyo aendelee kuwa na afya njema, arudi katika majukumu yake. Kila mwenzetu anapotokezea na matatizo huwa tuna utaratibu wa kumtembelea. Ndio kama hivi unavyoona. Yaani hili alianza kwake tu, hii utaratibu uko tangu siku za nyuma. Kwa hiyo tuna utaratibu wa kumtembelea mwenzetu endapo anapata matatizo, aidha kuumwa ama kufiwa na vitu vingine. Ashura Mzee, Mshindo TV. Usisahau kusubscribe, kulike, kucomment na kushare. Mshindo TV.